Mambo sio shwari kwa katibu mkuu wa chama cha ukombozi wa umma CHAUMMA, Salum Mwalimu. Mwananchi imeripoti kwamba Mwalimu ajiweka kando CHAUMMA, aomba achunguzwe. Hii ni taarifa ambayo imeripotiwa kupitia Mwananchi Digital. Hapa wamezungumza. Katibu mkuu wa chama cha ukombozi wa umma CHAUMMA, Salum Mwalimu, amemwandikia barua mwenyekiti wa chama hicho Hashim Rungwe akiomba kuundwa kwa tume ya kuchunguza tuhuma zinazomkabili zilizodaiwa kutolewa na wajumbe wa kamati kuu. Kwa mujibu wa vyanzo vya kuaminika kutoka ndani ya chama hicho, miongoni mwa tuhuma zinazomkabili kiasi cha kuomba kujiweka kando kwa muda kupisha achunguzwe ni madai ya matumizi mabaya ya ofisi. Katika tuhuma hizo, Mwalimu anadaiwa kujimilikisha magari ya kifahari mashangingi mawili yaliyodaiwa kutolewa na mmoja wa wadau kwa ajili ya kukisaidia chama. Mashangingi hayo yalitumika kwenye kampeni za uchaguzi mkuu 2025. Inadaiwa moja amejimilikisha na lingine ameliuza. Jana, taarifa zilizozua mjadala mkubwa mitandaoni zilieleza kuwa baadhi ya wajumbe wa kamati kuu ya CHAUMMA walipiga kura kutokuwa na imani na Mwalimu, wakimtuhumu kwa kufanya uamuzi binafsi bila kufuata taratibu za chama. Kwa hiyo hizo ndizo tuhuma ambazo zinamkabili bwana Salum Mwalimu, katibu mkuu wa chama hicho. Lakini pia Rungwe pia amewasili kufungua kikao cha halmashauri ya CHAUMMA, ambapo mwenyekiti wa chama hicho kwa maana ya CHAUMMA Hashim Rungwe amewasili makao makuu yaliyopo Biafra Kinondoni, Dar es Salaam kwa ajili ya kufungua kikao cha halmashauri kuu ya chama. Na kwa mujibu wa katiba ya CHAUMMA, halmashauri kuu ya chama hicho ina wajumbe halali 30 wanawakilisha mikoa 30 ya kichama. Ili kikao hicho kiwe halali, kinapaswa kuhudhuriwa na watu angalau nusu ya wajumbe hao, ambao ni sawa na wajumbe 15. Hadi sasa idadi ya wajumbe waliohudhuria imevuka kiwango cha akidi kinachohitajika, hivyo kikao kinaendelea. Rungwe amewasili katika kikao hicho akiwa ameambatana na makamu mwenyekiti wa CHAUMMA upande wa Zanzibar, Isa Mohamed Abbas, naibu katibu mkuu Tanzania Bara Benson Kigaila, pamoja na naibu katibu mkuu Zanzibar Mohamed Masud. Hata hivyo, miongoni mwa viongozi ambao hawajaonekana katika kikao hicho ni makamu mwenyekiti wa chama hicho Tanzania Bara Devota Minja, pamoja na katibu mkuu wa chama hicho Salum Mwalimu. Kwa hiyo ndo hivyo za ndani kabisa, kutokana na chanzo ambacho Mwananchi amepata taarifa zake ni kwamba Mwalimu amejiweka kando CHAUMMA, aomba achunguzwe. Mtazamo wako ni nini? Tuambie hapo kwenye comment. Hii ni VOT Media, tumechangamka.